Tuko na taarifa ya January Makamba baada ya posti yake ambayo ilipostiwa Mei 2024, lakini still bado imeendelea kuishi katika mioyo ya wanaharakati wa kisiasa ambao wamekuwa wakiendelea kuiriposti, na taarifa hiyo ambayo still na sisi tumeweza kuruka nayo baada ya kuona reposti zimekuwa ni nyingi sana, na ilikuwa ni posti ambayo iliweza kumuonyesha January Makamba, huyu mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nikukumbushe tu kipindi cha Dr. John Joseph Magufuli alishawahi kuwa waziri wa mazingira na waziri wa nishati. Kwa hiyo kiuhalisia posti ambayo aliweza kuiposti na kuzungumza, na licha kwamba watu wengi walikuwa na hoji kwa sababu ilifika kipindi January Makamba alikuwa anafikiriwa kwamba huyo ndo mmiliki wa peji za Kigogo. Nafikiri kwa wale wanaofuatilia harakati za kisiasa, nikikutajia mtu kama Kigogo nafikiri unamfahamu, kwa sababu amekuwa akitoa siri za serikali, amekuwa akizungumza vitu ambavyo viko personal sana, vitu vya uongozi wa serikali ya Tanzania. Kwa hiyo watu wengi wakawa wanahisi kwamba ni mtu wa karibu na viongozi wa serikali, na ikafikia hatima kabisa wakawa wanahisi huenda akawa ni January Makamba. Sasa kulikuwa na posti ambayo iliendelea kuishi na watu wengi wakaanza kuiriposti na kuanza kufikiria ni kitu gani ambacho kiliweza kumsibu. Posti nitaisoma kama hivi: mganga ni Mungu na sobra ni imani katika hukumu ya wakati hufifisha hufufua, wakati hutenganisha batili na kweli, bandia na halisi, povu na bia, wakati ukatili, fitna na uonevu, wakati hautakiwi wala haucheleweshwi, wakati ni duara, mzunguko wake hubusu haki. Hatukujua nini anamaanisha, na mpaka leo hii hatukuweza kufahamu ni kitu gani ambacho pengine aliweza kulenga, lakini hayo yalikuwa ni maneno na riposti ambazo zimeendelea kuzungumzwa katika harakati za kisiasa, mpaka ikafikia kwa baadhi ya wadau mbalimbali wakiweza kumjibu katika posti hiyo. Na nikiweza kusoma pia mwamba mmoja Martin Kanuni akiweza kumjibu January Makamba kwamba kaka January Makamba, kuna watu tangu kitambo wanakutandika sana figisu, tena kuna wakati hadi walikuwa wanakuita Kigogo, sijui management, lakini hadi leo bado unadunda tu. Yani ilikuwa ni kama sehemu ya kuweza kumpongeza January Makamba, kwa sababu kwa uhalisia ni kwamba katika kiongozi ambaye amekuwa akifikiriwa kwamba huenda akawa anamiliki zile peji za Kigogo, basi watu wengi walikuwa wanaamini kwamba ni January Makamba. Kwa hiyo ni moja tu ya mawazo tofauti ambayo ilikuwa inaendelea katika hata mitandao ya kijamii, watu wakihisi kwamba January Makamba huenda ndo akawa anamiliki zile peji za Kigogo zinazoendeshwa kwenye mtandao wa Instagram na hata mtandao wa X. Kwa hiyo nafikiri cha msingi tukutane kwenye upande wa comment, ndio hicho ambacho kilikuwa kinajiri kwenye riposti za kisiasa.